Sana mwenyekiti kwa kunipa nafasi, na mimi sitawashukuru wana Mbeya hapa kwa sababu agano letu tuliwekea kwenye ardhi ya Mbeya. Kwa hiyo nitarudi kuwashukuru kwenye ardhi ya Mbeya baada ya kumaliza bunge hili. Tutafanya mkutano mkubwa pale wa kuaga au kuwashukuru amini. Napenda nitumie fursa hili hiyo ni ndoto ya mchana. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nitumie fursa hii kuungana na mzee Mugabe kulaani mauaji ya Waafrika weusi yaliyotokea South Africa. Hawa watu wa South Africa ni watu wa ajabu sana, wanaua Waafrika weusi wenzao. Wameshasahau mara hii kwamba walikuwepo katika hizi nchi zetu ikiwemo Tanzania. Wakati huo tuko wadogo, sisi tunakunywa uji wa chumvi kwenda shuleni, wao wanakunywa chai ya maziwa, wanakula mikate na siagi kwenye kambi kule Matombo na kwingine. Leo hii wanaua wa ndugu zetu kule South Africa kwa sababu tu hawataki wakae katika nchi yao wakati wao walikaa. Kwa hiyo naungana na mzee Mugabe kuwalaani hao watu kwa vitendo wanavyovifanya. Lakini hii budget ya waziri mkuu, mimi nitasema kitu kimoja tu: punguzeni kupaniki. CCM, waziri mkuu amepaniki, mawaziri mmepaniki, wabunge wa CCM mmepaniki, hasa wale wanaozomea wamepaniki katika kipindi hiki. Hamtakiwi kupaniki, kwa sababu sisi tunachofanya humo ni kuwashauri, na always tumekuwa tunawashauri kwa facts na numbers. Tunawashauri kwa facts na numbers. Nakumbuka wazungu wanamsema, wanakuambia men lie, women lie, but numbers don't lie. Kama ni moja moja, kama ni mbili mbili, haipindishwi. Sasa tumewashauri kwa numbers kwamba kura ya maoni by numbers, ukihesabu numbers, sheria na namba zake, haiwezekani Aprili 30 waziri mkuu akasimama akabisha, rais akabisha, nyinyi mkabisha, aliyekuwa mwenyekiti wa bunge mzee Sita akasimama kabisa akabisha. Iko wapi kura ya maoni leo hii? Kwa hiyo sisi tunawashauri, hatuna ugomvi na nyinyi, hatuna ugomvi na rangi ya chama chenu, tunawashauri kwa maslahi ya taifa hili by numbers. Mnakaa umndani mnawadanganya watu, mnawaambia watu Tinda yupo. Mheshimiwa waziri mkuu, iko wapi mahakama ya kazi? Iko wapi? Iko wapi? Kinaweza kawa vyovyote ilivyo, lakini iko wapi? Mnafika sehemu mnakuja na solution nyepesi ili tu kuvuka huo usiku, bila kujali asubuhi kesho mtamka na nini. Iko wapi? Kwa hiyo sisi tunawashauri kwa nia njema kabisa by numbers. Numbers don't lie, kwamba kile kitu mnachokitaka kwa numbers hakiwezekani. Mnasimama humu mnabisha, mnafanya. Mheshimiwa waziri mkuu amewaahidi wazee pension ya wazee. Kamati za bunge zimesafiri dunia nzima, China, India, si wapi, kwenda Malaysia, kwenda kujifunza kuhusiana na nini kifanyike katika kuimplement sheria ya pension kwa wazee wetu hao ambao wanahangaika kila siku. Waziri mkuu kawahakikishia. Leo hii juzi tuko kwenye kamati, waziri tunamuuliza, watu tumeshasafiri kwa fedha za umma, fedha za wananchi. Jenista, ulikuwa mwenyekiti, unajua, utajibu hili. Tumesafiri. Leo hii waziri wa kazi anakuja anasema hili swala bado, lakini hata hivyo litaingizwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ijayo. Come on man, hivi amuoni hali? Ndio maana anasema msipaniki. Nyinyi mnaona kabisa uwezekano wa kuchukua nchi hamna, afu mnapanga mipango ya nchi kwa kuzingatia ilani ya Chama cha Mapinduzi. Cha wapi? Kama kuna kitu chochote ambacho hamtaweza kukifanya between now and October, it's over. It's over now na October. Kama hakuna, ndio maana katika bajeti hii utasikia mimi naomba kitu, kwa sababu itakuwa ni uongo tu. Ukiangalia ile mipango, tumesoma ile mipango, waziri wa fedha, uongo. Mikakati kibao ya kuboresha sijui reli, sijui kuboresha nini kwa mwaka mmoja. Mtafanya wapi? Mmeshindwa miaka mitano tu huko ndani. Kwa miaka mitano niko huko ndani, business as usual. Kila hotuba ni vile vile, waziri mkuu vile vile, waziri wa sijui nishati nani vile vile, kila mali asili ni vile vile, hotuba zote kwa miaka mitano ni vile vile.
Sisi tunawashauri by numbers. Numbers don't lie. Men lie, women lie, numbers don't lie. Sasa nyinyi mnataka kubishana na namba. Na sasa hivi hapa tunawashauri kuhusiana na uchaguzi wa Oktoba by numbers. Tunawaambia numbers zinavyo calculate, tunatoka nje ya namba. Nyinyi mnakaa humu mnabisha, mnaacha kuipa tume fedha, kuagiza magari kwa tume, kuwapa fedha kwa ajili ya kufanya machapisho ya maandalizi. Nyinyi mnaagiza magari ya deraya, mnaagiza magari ya polisi 700, magari ya washawasha 700. Katika hayo magari 700, 500 yaleteni Mbeya kule, sisi tunajua nini tutafanya. Mnaandaa vita dhidi ya nani? Mnaandaa vita dhidi ya nani? Wananchi wasio na silaha. Mtakuwa Nkurunziza. Haki ya Mungu nakwambia, angalia Burkina Faso, angalia Burundi. Afrika ya leo, dunia ya leo sio ile, imebadilika. Mimi nasema hivi, Oktoba ndio mwisho wenu. Njoni na magari hata 7,000, nini 700. Njoni na magari ya washawasha 7,000. Amngoi safari hii. Oktoba mnakaa chini, mnatupisha, twende tukafanye kazi kwa maslahi ya taifa hili na sio vinginevyo. Ndugu zangu, nyinyi kinawashinda kila kitu. Kila kitu kinawashinda. Mimi nawahimiza tu ndugu zangu Mbeya, make danadana zimekuwa nyingi. Mara tarehe 4 kujiandikisha, niko njiani nafika Mikumi, wananipigia simu wamegailisha, nageuza kuendelea na kamati. Wakasema tarehe 15. Nilikuwa najiandaa kuondoka leo tena napata taarifa ni tarehe 19. Sasa mtanengeneka, mtafanya, lakini daftari itakuja na tutatoka kwa maelfu yetu kwenda kujiandikisha. Na nawaambia wana Mbeya, mkae tayari, tegeni sikio, tutapitisha PA za kufa mtu kuwatangazia kwamba tarehe ya nini. Kwa sasa hivi walivyotuambia ni 19. Msikilizeni mbunge, ni hiyo tunaifuata. Wakibadilisha tena nitawaambieni tena, hakuna kulala, tunakesha tukisubiri kujiandikisha kwa ajili ya kuang'oa hao watu. Hii mmeshindwa kila kitu. Kama alivyosema Wenje, watu wanadai meli, watu wanadai ndege. Mmeshindwa kujenga madawati nyinyi. Mnashindwa kushughulikia madawati, mnashindwa hata kusikiliza mawazo ya watu wanaokuja kuwasaidia kutatua swala la madawati. Juzi nilikuwa kwenye pale, kwenye maonyesho ya elimu. Nikawakuta wajasiriamali pale wabunifu wa Kitanzania, wakanipa na brochure yao. Wana programu yao. Wao wanachotaka ni support tu ya serikali. Wanataka serikali iwape cubic mita kama 200,000 za miti. Wanunue sio bure, lakini wakiwauzia hiyo cubic mita 200,000 za miti, wao watakuwa wanaipa serikali madawati bure 75,000 kwa mwaka. Bure madawati 75,000 ambayo yangegharimu bilioni 9. Sasa swala kama hili unashindaje kulifanyia kazi? Alihitaji fedha, alihitaji bajeti, inahitaji kuadapt tu pale. Na pale unakuwa umesaidia wale wabunifu, umesaidia wale wajasiriamali, umesaidia wanafunzi ambao wanaenda kukalia hayo madawati, na zaidi umesaidia benki ya TIB naiona hapa ambayo ndio wanaenda kutoa mkopo kwa wale wajasiriamali. Umesaidia vitu vinne kwa pamoja, alafu unaikalia tu politiki, kazi hutaki kufanya. Hii maana yake nini? Sasa mimi nasema dawa ipo inakuja, na nitoe big up sana na nizidi kuatia moyo viongozi wa Ukawa, Profesa Lipumba, Mheshimiwa Mbowe, Mheshimiwa Mbatia na Dr. Emmanuel Makaidi. Manake madongo yamekuwa mengi sana. Asante Mheshimiwa Sugu.